Asante sana ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Iyambaletu TV. Niombe nikukaribishe mara nyingine tena katika live yetu ya leo ambayo nakuletea nondo. Wiki tulimaliza na wiki tumeianza. Sasa ni wakati wa kuleteana zile nondo kama ilivyo kawaida, desturi, mila na tamaduni za Iyambaletu TV. Hatukuletea habari iliyo chacha, tunakuletea ile iliyo mbichi. Na leo nakuletea nondo zingine kabisa, habari mbichi muhimu sana ambazo masikio yako yanastahili kuzisikia. Leo katika live ya leo tutakwenda kuongelea mambo takriban 4 hivi. Jambo la kwanza kabisa tutakwenda kuongelea kuhusu mashambulizi na kile ambacho FARDC pamoja na waza wale wamekwenda kukiwini au kile walichokwenda kukiwini. Sijui kuwini maana yake nini, kushinda katika mashambulizi ambayo wameyafanya wiki iliyopita. Nitakupa bila nzima ya matokeo ya mashambulizi ya wiki iliyopita, uone namna ambavyo wanaume wamefanya kazi, waza wakiwa pamoja na FARDC wamefanya kazi leo nzuri wiki iliyopita, na kupa matokeo baadhi ya kutosha katika hilo. Lakini pia habari yetu ya pili nitakwenda nikupe kile ambacho sasa FARDC imekifanya kiasi kwamba Rwanda imekwenda kutetemeka, kama ambavyo nimekuandikia kwenye kichwa cha live kwamba FARDC waza wametikisa Rwanda. Sasa nitakwenda kuongea pia katika habari yangu ya pili ni kitu gani kimefanya Rwanda itikisike. FARDC wamefanya nini kiasi cha Rwanda kutikisika, Rwanda kupata homa, Rwanda kupata maleli. Yes, ni katika live hii ya leo. Na habari yetu ya tatu pia tutakwenda kuongelea zaidi sana kile ambacho Rwanda sasa imefanya kama hatua baada ya FARDC kumtishia Rwanda nguvu na msuli. Sasa Rwanda na yenyewe imekwenda kufanya jambo, Uganda imekwenda kufanya jambo kwa namna ya kujihami au kwa namna ya kujionyesha nao pia ni wanaume, kujitunisha msuli. Kwa hiyo ndio itakuwa habari yetu ya tatu, na live yetu ya leo itakwenda kuzama sana katika hizo habari tatu. Na baada ya hapo tunaweza kuwa pia na kipindi cha 4 katika live ya leo kuongea habari sasa zingine mbalimbali, zile taarifa mbalimbali ambazo tumezipokea na tunazozipokea wakati tunapokuwa live kama ilivyo kawaida. Wakati mwingi tunapokuwa live tunakuwa tunazipata pia hata taarifa zapo kwa papo. Kwa hiyo nikuombe ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Iyambaletu TV, ukae sasa na mimi mwanzo hadi mwisho. Taarifa zote hizi nitakuchambulia kwa ufasua, usarabu na kwa nidhamu ya kihabari zaidi. Kama unavyojua Iyambaletu TV ndio TV pekee Afrika Mashariki ya Kati ambayo itakupa habari na taarifa za vita, usalama na siasa za Kongo pamoja na nchi zingine mbalimbali. Lakini kama ilivyo desturi yetu, jambo la kwanza tunalolifanya watazamaji na wasikilizaji wa Iyambaletu TV, kabla hatuja kwenda hizi habari kuzichana, ni kualike kitu cha kwanza, subscribe channel yako tafadhali Iyambaletu TV. Subscribe ndio kitu cha kwanza. Piga like ya maana, bonyeza alama ya kengele hapo ili kila wakati tunapokuwa live namna hii upate notification na isiwepo habari yoyote ya Iyambaletu TV itakayokupita. Subscribe, bomba like mara moja, alafu partager lien kwa watu mbalimbali. Partager lien s'il vous plaît, et abonnez-vous, partagez lien. Na nitakacho kuomba baada ya kupartager lien nikwambie kwamba tunaendelea na kampeni yetu ile ya kusaidia wakimbizi wa ndani, watu wapo kwenye shida na tatizo nyingi. Tunashukuru baadhi ya makanisa yameanza kujibu kabisa kwa swala hili. Mungu awabariki sana. Watu binafsi wameanza kujibu kuhusu swala hili. Mungu awabariki sana. Bila shaka live yangu ya Jumatano, Mercredi, nitakuja hapa na listi ya baadhi ya makanisa ambayo tayari yamekwisha kuchangia, lakini pia hata baadhi ya watu ambao wamekwisha kuchangia. Sitasema idadi ya pesa ya kila mmoja, lakini yawezekana ninaweza kukutajia tu majina ya baadhi ya watu ambao tayari michango yao tumekwisha kuipata. Ni kuombe uliopo Marekani, ipo Cash App hapo juu kwenye kona ya kulia Cash App.
unaweza ukachangia hapo. Jina la Cash App yetu ni Mangaza Baombwa na picha iko hapo, Mangaza Baombwa, picha iko hapo. Cash App kwa watu wa Marekani. Mama huyu yuko hapo na moja na mtoto mdogo, mama akiwa amevaa kitambaa cheupe. Lakini pia wewe ambaye upo Kongo ama sehemu zingine, ukitaka kuchangia kwa namna nyingine tofauti na Cash App, unaweza ukatupigia simu kwa namba yetu ya mawasiliano alama ya kujumulisha 243 832 197 507. Narudia, plus 243 8 32 1 9 7 5 0 Hiyo ni namba yetu, inayopokea pesa, lakini pia ni namba yetu ya mawasiliano. Ukitaka kusema nasi, kuongea nasi, tumia namba hiyo, changia hapo tafadhali, twende kuwaona wenzetu waliopo katika hali ngumu. Basi twende kusoma comment mbili tuone sauti nasikikaje, alafu tuendelee na hizo habari kusichana kama ilivyo desturi. Songa Fataki anasema tunakupata vizuri tukiwa Canada, tunaona wazalendo wanafanya mambo tangu wapewe majukumu. Asante sana Delphin Songa. Asante ndugu Delphin Songa kwa kutupata, lakini hujatuthibitishia. Auguste Kawaya, ulipotea ndugu yangu lakini umerudi. Anasema jambo mtangazaji, na kufuata vizuri. Felicitation kwa FARDC na waza. Yes, Lubala Mikael anasema mimi ni Lubala kutoka United States of America, Atlanta. Bravo FARDC. Tunashukuru sana. Lakini tusome ya mwisho, twende kwenye habari kuzichanganua. Anasema Siri na Bulizi anasema na kufuata vizuri sana nikiwa South Africa, Limpopo province. Okay, ndugu zetu wazalendo wataishinda vita hata ikamate muda mrefu. Neli Mufungizi anasema, Neli Mufungizi na yeye anapanda katika jukwaa la Yambaletu TV akisema ya kwamba kuba mtu anaandika hapo yulu kama mtangazaji iko natupa habari za uongo, wewe uko mwivu. Yes. Neli anatetea mtangazaji wake. Ukiwa unakataa eti habari za mtangazaji, ukiandika ni habari za uongo, alafu wewe ni mwongo. Ni kweli, kwa mfano sijaanza kusema habari, unaona, mpaka hapo sijasema habari yoyote, lakini kuna mtu ameshatangaza hapo, hiyo habari ni ya mtu ameshaandika hapo tayari, hiyo habari ni ya uongo. Sasa ni habari gani ya uongo na sijaanza kutangaza habari? Rama Zudeduka anasema ni Rama K nikiwa South Africa, ninakupata 100% over 100%. Tupe mbichi ya magharibi. Mungu awalinde majeshi wetu na waza ili kujiepusha na usaliti, naamini watashinda. Sasa tunaweza hizi habari kuzichana, bila shaka tumesha kuwa wengi tayari na comments zinaendelea kushuka nyingi. Basi tuendelee. Kama ambavyo nimekuahidi ndugu mtazamaji wangu wa Yambaletu TV, habari yetu ya kwanza tuende kuongea kuhusu kile ambacho ripoti ya wiki nzima ambayo FARDC ikishirikiana na waza wamekwenda kufanya kazi iliyotukuka, kazi inayostahili kupewa heshima. Wiki nzima ambayo imepita, bila shaka kuanza Jumatatu yake mpaka Jumapili siku ya jana, hapa kuripotiwa na mapambano yaliyo mengi katika maeneo mengi. Lakini wiki hiyo tumesikia na kushuhudia wenyewe Yambaletu TV mapambano katika sehemu kubwa mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu eneo la Sake, ambapo ndani ya siku 7 za wiki iliyopita wameweza Sake kuripotiwa mapambano ndani ya siku 2 katika jiji la Sake, ikiwa ni pamoja na Jumanne manake mardi, lakini pia hata jeudi. Kwa hiyo hizo ni siku 2 ambazo ndani ya jiji la Sake, mapambano yaliripotiwa sana. Na matokeo ya hayo mapambano yalikuwaje, ndio nataka nikupe sasa ujumla wake. Lakini pia eneo lingine wiki iliyopita ambalo nalo pia liliripotiwa mapambano ni katika vile ya Rwindi pamoja na vitongoji vinavyozunguka Rwindi. Huko nako wiki iliyopita kuliripotiwa mapambano. Na katika Rwindi mapambano yaliripotiwa zaidi sana siku ya Alhamisi ambao wanaita jeudi, ikaenda mpaka vendredi. Rwindi hapo palikuwa hapa shikiki, lakini pia pamoja na
na maeneo mengine yanayozunguka Rwindi. Kwa wiki iliyopita, hayo ndio maeneo ambayo vita viliripotiwa zaidi sana. Sasa tunaenda eneo moja baada ya nyingine. Nikianza hapo Sake. Katika hizo siku mbili za mapambano ndani ya jiji la Sake, ukweli ni kwamba vita vyote hivyo vya jiji la Sake viliripotiwa kwamba ni wazawaza ndio ambao walikuwa wanaenda wao kushambulia maeneo ya waliokuwa nakaa M23 RDF, na walifanikiwa sana katika maeneo ambao wazawaza walikwenda kuthubutu kufanya mashambulizi. Yako maeneo takriban makubwa mawili ambao kwa upande wa RDF waliyachukulia kama maeneo yao yaliyokuwa strategic sana tena sana, na wazawaza walifanikiwa kuyakamata maeneo mawili, kuwafukuza kabisa RDF na wakaweza kutoka na kuwasogeza maeneo ya mbali. Maeneo hayo ni pamoja na milima. Hii ni milima ya Mbwambaliro, mlima wa Mbwambaliro. Huu ni mlima ambao walikuwa wanautumia sana RDF kushusha mabomu. Yale mabomu ambayo ulikuwa unasikia mara kwa mara, Sake kumerushwa mabomu, Sake kumeanguka mabomu. Yale mabomu yalikuwa yatoki ndani ya Sake penyewe, kwa sababu jeshi la taifa FARDC pamoja na wazawaza wao ndio wako ndani ya Sake. Pamoja na kwamba Sake imekuwa raia wachache sana, wengi wamekimbia kwenye yale makambi ya Mungunga na makambi mengine mbalimbali, wameondoka, na waliondoka pia kwa ruksa ya FARDC na wazawaza wakawaruhusu watu waondoke ndani ya kijiji. Kwa sababu gani? Swala la mabomu limekuwa endelevu ndani yake, na kuwa FARDC iliyomo ndani ya Sake kwa ushirikiano wao na wazawaza waliamua kwamba bora tone la mwisho la damu la mmoja wao libakie pale kuliko Sake kukamatwa. Kwa hiyo kwa kuwa wakuwa na nia ya usaliti, wakasema raia ninyi ondokeni tu, kwa maana hawa wanataka wajifiche ndani ya raia, na wakati mwingine wanatumia raia ili kupata taarifa za kijiji na kujiingiza kupitia raia. Ni tekniko sana ya kijeshi ambao walitumia, raia ikaondoka, wakabaki wazawaza na FARDC. Sasa wazawaza wanapopigana na RDF, wanapigana ndani ya Sake kwenye vijiji kwa uhuru mkubwa, kwa sababu wanajua wako wao kama wao. Na RDF au M23 inapopigana maeneo ambayo raia ipo, ni moja kati ya namna ambayo huwe na wakosesha pia nguvu wao, kwa sababu ni watu wamezoea kupitisha siasa zao ndani ya raia, ni watu ambao wamezoea kupata usaliti kupitia raia. Sasa eneo ambao raia alipo wakakutana na wazawaza wameshiba FARDC, huwa wananyoshwa kweli kweli. Kwa hiyo hapa Mbwambaliro pamoja na Vunano ni mlima mwingine, ni kolini nyingine ambayo yuko maeneo ya pale Sake. Ni milima yote hiyo walikuwa kabisa wamechimba maandaki maeneo hayo, kama RDF wamechimba maandaki, M23 wanarusha silaha nzito kuelekea Sake mjini, kwa sababu Sake pamekaa kama bondeni. Ni mji ambao umezungukwa na milima kama vile kivet, kama form ya kivet. Kwa hiyo bonde liko chini afu imezungukwa na milima. Sasa walikuwa natoa mabomu kule juu kuja kuangusha chini. Wametandikwa wiki iliyopita tandiko la maana, wamepigwa na kuitika abe. Kwa hiyo kwa kichapo kile walipuputika, pia walikufa wengi. RDF walikufa wengi, M23 walikufa wengi. Kwa hiyo Vunano ni kilima, ni kolini ambayo iko Sake, lakini pia lakini pia Mbwambaliro ni kilima ambacho kiko maeneo ya Sake. Hivi vilima vilikuwa vimekaliwa na M23, lakini sasa hivi wazawaza wale FARDC wanaume washoka wanatamba katika maeneo hayo. Sasa hivi kama ni biere wanaipata wakiwa kwenye vilima hivyo.
na kazi bado inaendelea. Na ripoti ambayo tumepewa ni kwamba wamewasogeza hata eneo vingine vichache na vidogo vidogo, lakini kwa kuwa viko strategic sana, labda ndio maana hatujavitaja. Na kukombolewa sasa kwa hivi vilima vya Bwambaliro na Vunano vilivyopo Sake vimefanya sasa FARDC ipate ule uhuru wa kuweza pia kufikia hata kijiji cha Kimoka. Hichi kijiji cha Kimoka kimekaliwa na M23, ndio M23 imekidhibiti. Lakini pia wasingeweza kukamata Kimoka FARDC waza bila kwanza kukamata hivi vijiji, kwa sababu ndo kama hivi vilima, kwa sababu ndivyo kama navyo venyewe pia vinaangalia kule Kimoka, kiasi kwamba kama wangezunguka waende kuingia ndani ya Kimoka kufanya mashambulizi, wakati hivi vilima viko mkononi mwa M23, bado bomu zingetoka kule juu kuwashukia. Kwa hiyo kuvishika hivi vilima vya Bwambaliro na Vunano kuna wapa access. Kesho kutwa tukisikia wanaume wameshambulia Kimoka, basi wewe endelea tu kusipata kama zilivyo. Kitekniki, kijeshi, hii ni eneo nzuri sana ambayo imewapa fursa kubwa ya kuendelea na shambulizi kuelekea Kimoka. Hiyo ni taarifa kutoka pale Sake. Hiyo ni taarifa tulionayo kutoka pale Sake. Na mpaka siku ya jana Jumapili, kijiji kizima cha Sake hapakuweza kuripotiwa mashambulizi yaliyo makubwa, hapakuweza kuripotiwa vita. Kwa maana yake jana nzima ya Jumapili, ile jana nzima pamekuwepo na hali fulani ya ukimya katika maeneo mengi ya vita ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pamoja na kwamba vita huwa vilali completely kwamba kimya, hawezi kusikia risasi. Risasi ni kawaida, lakini yale mashambulizi ya kuja kuripoti wamepambana huku na kule, vijiji vimekamatwa, kuripotiwa sana siku ya jana ambayo ilikuwa Jumapili. Hiyo ni habari yetu ya kwanza. Tunapokwenda kwenye habari yetu ya pili, ni kupe nondo nyingine ambayo namna ambavyo FARDC wamejiani kiasi cha kutikisa Rwanda na Rwanda kukosa amani, lakini pia mpaka jeshi la Rwanda linavyoongea na wewe kutikisika nalo pia kupanga mbinu mpya za kijeshi siku ya jana, liko jambo ambalo Rwanda imefanya. Tafadhali, kabla sijakwenda kuichana habari ya pili, hii ni kawaida ndugu mtazamaji, nikukumbushe tupo kwenye kampeni, lazima niendelee kukumbusha kwa maana tuna huruma na watu na serikali imeturuhusu hivyo. Mashirika ya kuhudumia wakimbizi yameturuhusu kuingia ndani ya makambi na kwenda kusaidia ndugu walio katika shida. Tafadhali wewe uliopo Marekani unanisikia, Marekani tuna fans wengi. Marekani ni nchi wa pili kusikiliza hizi habari. Nchi ya kwanza ni nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayofuatilia sana Yamba Letu TV. Kongo ni namba 1, namba 2 ni Marekani. Kwa hiyo ninaamini mnaona kashapo hapo kama ambavyo mlitiomba kashapo ili kurahisisha kutoa michango yenu wa $10, $100, $50, $300, makanisa, mashirika, vyama, makominote. Tafadhali tutume michango yetu, kashapo iko hapo. Jina ni Mangaza Baombwa, yuko mama na mtoto pembeni pale. Mama amevaa kitambaa cheupe kichwani. Mangaza Baombwa, hiyo ndio kashapu yetu. Na walioko nje ya Marekani, sehemu zingine zozote, basi changia kwa kupitia namba yetu hii hapa ya mawasiliano, ama unaweza kutupigia nasi tukaongea na wewe mchango utatufikiaje, au katuma moja kwa moja kupitia njia hiyo ya M-Pesa. Ni alama ya kujumulisha 243197507. Ya kumbuka abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous s'il vous plaît. Alafu partagez lien un peu partout. Partagez lien, abonnez-vous massivement s'il vous plaît, et puis partagez lien. Je veux aussi beaucoup de likes, beaucoup d'aimer. Likez émission, s'il vous plaît. Likez émission. Yes, habari yetu ya pili ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Yamba Letu TV ni kwamba shambulizi ambalo FARDC
imelifanya maeneo ya Rwindi siku ile ya Alhamis, jeudi de semaine passée. Ni shambulizi ambalo toka M23 au RDF yaanze kupambana ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imezoea kuona mashambulizi ya FARDC na kuamini kwamba FARDC ni jeshi kupitia mashambulizi ya angani. Manake mashambulizi yaliyofanywa na drone na Sukhoi ni mashambulizi ambayo yamebaki history kwa jeshi la Rwanda kusema kwamba hapana, angani ni kubaya. Kuna nyamba, yani drone huwa ina nyamba vibaya, Sukhoi huwa ina nyamba vibaya. Hayo ndio mashambulizi ya FARDC ambayo yako historic kwa RDF na M23. Kutukija chini sasa kwenye infantry, mashambulizi ya waza wale ndio mashambulizi na yenyewe yalichukuliwa yenye uzito mkubwa na RDF M23, kwa maana kwa chini waza waliripotiwa kupambana vita vikali sana. Ila kwa upande wa Rwindi, nilipokutangazia ile Alhamis kwenye live ya Rwindi kwamba taarifa yoyote itakayotoka kuhusu Rwindi kukamatwa au kufa mtu sana pale, ipokee kama ilivyo. Ili shambulizi la Rwindi lilifanywa na FARDC katika 70%, alafu waza wakawa katika 30%. Kwa hiyo shambulizi lilisimamiwa likaendeshwa na FARDC. Sasa FARDC walioendesha shambulizi lile sio FARDC waliokotwa Goma. Ni FARDC vijana ambao hawa unaosikia Fashibeto wamegraduate, vijana 40,000 solda, combien de 1000 solda, wanajeshi wapya. Sasa hivi jeshi la Kongo limeamua kutukua linaongea sana habari za jeshi lake limefanyaje, wanakuaje, lakini Ambaletu TV tunakupa dondoo, tunakudokeza vitu ili uone nchi sio nyonge, nchi yako sio nchi ya kinyonge. Sasa Kongo Fachibeto mwanaume ya. Kwa hiyo vijana wa FARDC ndio waliovamia Rwindi infantry. Upiganaji wake yani RDF ya kule Rwindi iliyoshambuliwa ilikuwa inadai kwamba wanapigwa na special force ya Kongo. Wengine wakawa nasema kwamba hapana, tunapigwa na SADC. Wengine wakasema hapana, tunapigwa na mercenaire. Na wa mercenaire maluki, wale askari wa kuazima wale. Sababu ya hawa RDF M23 kusema tunapigwa na mercenaire, hawa ni wa mercenaire, ni namna ya upigwaji waliotandikwa. Yani walitandikwa kwa namna ambayo hawakuzoea kwa jeshi la chini kupiga vile. Walitwangwa kitaalamu kwa vurugu sana, kwa uonevu mkubwa. Na katika kupigwa kule, sisi Ambaletu TV taarifa ya kwanza tulipata kutoka kwa baadhi ya waza wakituhakikishia kwamba hivi tumeingia ndani ya Rwindi. Lakini pamoja na kwamba tumeingia ndani ya Rwindi, bado vita vinaendelea, kwa maana adui hatujamaliza na vita havijaisha. Hivyo ndivyo ambavyo tulipewa taarifa za awali. Na bila shaka waliokuwa na mimi live siku ya Alhamisi, niliwaunganisha moja kwa moja na waza kutoka Rwindi, wakasikia waza wakiongea hilo. Lakini mpaka ilipofika siku ya hiyo Alhamisi jioni, tulijaribu kuwasiliana vizuri, kutafuta vyanzo vyetu vya habari ili kutupa taarifa ya mwisho, vita mpaka hivi vimefikia wapi. Mpaka siku ya Ijumaa, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Ambaletu TV, hatukuweza kabisa kupata ile bila ya mwisho ya vita vya Rwindi, bila ya mwisho. Taarifa ya mwisho tuliokuwa nayo ni kwamba waza wale na FARDC wameingia Rwindi, lakini vita bado vinaendelea. Unavyojua, mnaweza mkaingia lakini mkarudi, ama mkaingia mkaweka makao, au mkaingia na kupita kabisa kufika mbali. Kwa hiyo ni taarifa ya Rwindi, na baadhi ya watu kutoka pale Rwindi, walioko pale Rwindi, wanatuambia hapana, Rwindi iko mikononi ya waza. Hivi tunaongea na ninyi, Rwindi iko mikononi mwa waza. Wako watu wanasema hivyo. Lakini kuna watu wengine wanasema hapana,
wazawaza wana sehemu kubwa, lakini eneo lingine wako wanani wa RDF. Lakini pia kuna chanzo kingine na shangaa kama ni jana nasema hapana, walipiga tu wakapiga tu, lakini waliua wa kutosha, ila hawakudhibiti, wakaingia maporini, kwamba ni tekniki ya kijeshi kusubiri tena M23 waingie wa kutosha tena wapige. Sasa anyway, bado ninakutafutia taarifa zilizokamilika. Lakini ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Mbaletu TV, wewe uliye na mimi live sasa hivi hapa, kama unayo taarifa iliyokamilika kuhusu Rwindi, taarifa iliyo kamili kuhusu Rwindi, kwa maana najua hata ninyi ni sehemu ya vyanzo vyetu vya habari, unaweza ukatuandikia hapo nasi tukaisoma hapa. Kama hiyo taarifa unayo iliyokamilika kuhusu Rwindi, andika hapo kwenye message, nasi tutaambia watazamaji wetu moja kwa moja kwamba taarifa kutoka kwa ndugu fulani, yeye anasema Rwindi wako waza 100%. Rwindi wamegawa hawa pasenti kadhaa, tutazisoma hapa hadharani. Sasa vita vile vilivyopiganwa Rwindi na maeneo yaliyo tofauti, kwa kuwa wale FARDC walionekana hadharani, lakini pia wale waza walionekana hadharani, namna walivyokuwa wamevaa katika vita vile, namna ambavyo walirusha yale marisasi yao, upigaji ule, namna ambavyo walichora vile vita kuvipanga, ili kundi likae huku, kundi likae huku, tushambulie hivi, tuingie hivi, namna ambavyo walipiga na matokeo ya vita yalivyokuwa kwenye upande wa vifo kwa adui. Hii taarifa ilifika Rwanda. Naomba sasa hapa ndugu mtazamaji unisikie vizuri, kwa maana unapoelewa hii taarifa ya pili ndipo utakwenda kuelewa taarifa ya tatu. Maana yake nitaziunganisha, kwa maana baada ya shambulizi la Rwindi ikafanya Rwanda itikisike, ikafanya Rwanda, jeshi la Rwanda liwe na maswali 7,000, na ndipo akafanya walilolifanya siku ya jana. Nisikilize sasa kwa makini hapa. Kwa hiyo baada ya lile shambulizi la Rwindi siku ya Alhamisi jidi, Rwanda taarifa ilifika na wakasema, jamani, Kongo hii ya Tshisekedi, FARDC hii tunayoiona sasa hivi kwenye mashamba ya vita sio ile FARDC tuliyoizoea, hii ni nyingine. Na kwa kuwa majeshi ya Rwanda yanaendelea kupuputika ndani ya ardhi ya Kongo, Rwanda ililazimika kuanza kuchukua vijana kutoka kwenye shule za sekondari, kutoka kwenye vyuo. Kwanza ilianza kuprocedure kufanya recruitment volontaire, manake kufanya usahili wa hiari. Lakini baada ya kuona usahili wa hiari umeanza kukosa watu wa kujitokeza, kwa kuwa wale wanaosahiliwa wanajua wanapelekwa Kongo, pamoja na kwamba Rwanda inawadanganya mtafanya kazi humu, wanajua wanakopelekwa na wanajua matokeo ya kule wanakoenda. Walianza kusua na kukataa kujiingiza ndani ya jeshi, mpaka Rwanda ikaanza kutumia mbinu za kusaili kwa lazima, kwa nguvu. Wakati mwingine ilikuwa inafanya hata kama mfano watu hapo kwenye uwanja wa mpira wanaangalia mpira, wanafika pale, kamata watu, wanaingizwa jeshini. Wakati mwingine walikuwa wanafanya wanafunzi hata kama wako shule, wanafunzi wako shule, ni kufika kule, kamata, ingiza jeshini. Sasa kipigo walichokipata kinaitwa kipigo takatifu. Ni kipigo takatifu. Walifika mahala, hii ripoti ikafika Rwanda. Paul Kagame pamoja na Yoweri Kaguta Museveni walikaa chini, wakasema, bwana, vijana wanaendelea kupungua. Pamoja na kwamba viongozi wa RDF M23 wanaendelea kuhamasisha sana, kuwatia moyo sana askari wake, na wakati mwingine maeneo ambayo wako wao wanaendelea kuongea na raia, kuonyesha wana nguvu, wanaweza, ila yale ni maneno ya mdomoni, lakini nafsi zao zinahubiri kwamba
kwa namna hii tutafika mahala hata na sisi tutaondoka. Kwa hiyo walichokifanya sasa ndicho hicho ambacho kimetokea siku ya jana Jumapili, na hii ndio taarifa yetu ya 3. Kipigo cha Alhamisi, namna upiganaji wa Alhamisi, Rwanda na Uganda ndipo wakaamua kwamba tuongeze majeshi kwa maana yamepungua mengi. Vijana wengi wameaga dunia. Vijana wengi wameshaimbiwa ule wimbo tuongeze majeshi. Wanapigwa, ndugu mtazamaji. Ndugu mtazamaji, mimi sitakuficha. Mimi mara nyingi nimekuwa nikishauri wajomba zangu wa Nyarwanda kwamba yawezekana wanasikiliza tu redio na televisheni za Rwanda peke yake. Wakiwa wanasikiliza tu televisheni na redio za Rwanda peke yake kuhusu habari za vita vya Kongo, hawataambiwa hizi habari kwa ukweli. Kwa maana kila nchi inazo kanuni inazowapa waandishi wa habari na vyombo vya habari namna ya kutangaza habari za vita. Kama ambavyo na sisi tu siku ya Ijumaa hapa, mamlaka ya vyombo vya habari Kongo imetupatia kanuni sisi tulioko Kongo namna ya kutangaza habari za vita. Tumepewa hizo kanuni. Kwa hiyo hatutatangaza tofauti na hizo kanuni ambazo tumepewa na serikali. Na hata Rwanda hivyo hivyo. Isitoshe, Rwanda ni nchi ambayo vyombo vya habari havina uhuru kama Kongo. Vyombo vya habari vya Rwanda vimenyimwa uhuru. Na hili limefanya Wanyarwanda wengi wasijue ukweli wa vita vya Kongo, namna ambavyo ndugu zetu Wanyarwanda wanavyokufa, vijana wetu Wanyarwanda wanavyokufa. Hii ni ole sana. Mimi niombe wewe ambaye unao ndugu Rwanda, ninajua Yamba Letu TV inasikilizwa Rwanda sana. Rwanda ni nchi ya 4, na kupa takwimu ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Yamba Letu TV. Rwanda ni nchi ya 4 katika takwimu ya nchi zinazosikiliza sana Yamba Letu TV. Rwanda ni nchi ya 4. Rwanda ni nchi ya 4. Mimi niombe ndugu zangu wa Nyarwanda, wajomba zangu, sikilizeni sana Yamba Letu TV. Ndio itakupa habari nzuri. Kama wanakufa wanakufa. Lakini pia wakongomani wengi wamekuwa wakisema kwani Kongo hawafi? Mnatangaza tu RDF wamekufa hivi wamekufa wale. Hakuna shida. Yamba Letu TV haiwezi kutangaza FARDC wamekufa 30 na wajafa. Wale Yamba Letu TV haiwezi kutangaza FARDC ama waza hawajafa hata mmoja na wamekufa. Si ninyi ni ndugu zao? Kongo ndio nchi ya kwanza kusikiliza Yamba Letu TV, na vile ya kwanza kusikia sana Yamba Letu TV ni vile ya Kinshasa. Kwa maana katika vile zote duniani, vile siri ya kwanza kusikiliza sana Yamba Letu TV duniani kote ni watu kutoka Kinshasa. Kwa hiyo tunapoongea Yamba Letu TV hapa, Kinshasa ndio inayosikiliza sana kuliko vile nyingine yote duniani Yamba Letu TV. Ndani ya vile za Kongo. Umeona? Lakini inakuja pia ndani ya vile za Kongo, inakuja sasa ni vile ya Goma. Ipo siku mtakuja kupa takwimu yote namna ambavyo Yamba Letu TV inavyosambua mawimbi, inavyopasua na kuchana mawimbi za dunia yote. Sasa twende hapa kwenye habari mtazamaji. Kwa hiyo baada ya kichapo hichi cha Rwindi, upiganaji ule, FARDC ikawa kama imejitambulisha kabisa kwa adui, wakaona hapana, hawa watu wana nguvu na jeshi linakufa sana la Rwanda. Kwa hiyo wanapokuja baada ya mwezi, ni takriban kama 40 mpaka 50 au 60, baada ya mwezi tu majeshi yakiingia wanakuwa wamekufa. Hata ukisikia wamekuja 400, wameingia 500, wakiingia tu ndani ya ardhi ya Kongo, mwezi hauishi, ndani ya 500 lazima 300 watakuwa wamekufa, au 400 watakuwa wanakufa sana. Kwa sababu kwa plani walizokuwa nazo M23, kama wangekuwa na majeshi mengi
Na kama majeshi yao yasingekuwa yanakufa, hivi ninavyoongea na wewe ndugu mtazamaji, wangekuwa wameshakamata Goma yote, wangekuwa wameshakamata Nord Kivu yote, mpaka Sud Kivu wangekuwa wameshashuka. Lakini kinachowazuia na kuwashinda wasiende popote, wanakufa sana. Vita vinahitaji maaskari jeshi, na ndio maana hata na wao wanaendelea kumobilize watu wajiasosie kwenye majeshi yao, watu waingie jeshini kwa lazima. Yani watu waingie kwa sababu wanapuputika. Ni leo walianza, unasikia, unaona, ni leo majeshi yanatoka Rwanda yanaingia Kongo, Uganda wanaingia, jiulize wanaishia wapi? Wale wote wanaoingiaga, ndo masuala kujiuliza, wale wote wanaoingiaga wale wanaishiaga wapi? Mwisho wao ni wapi? Ndugu mtazamaji, ukionyeshwa picha za vita, ukionyeshwa kile ambacho kinaendelea vitani, ukionyeshwa hizo picha za maiti, hauwezi kutamani hata hizi habari, hauwezi kutamani kuzitangaza. Sisi tunazitangaza kwa sababu ya lazima watu waambiwe habari za ukweli, ili wakae na ukweli kwenye vichwa vyao. Kama ni kuomba Wakristo waombe, wanajua tunaomba, maombi yana focus nini, yanalenga nini. Unaenda kuomba, wewe unayeomba unayo taarifa ya kitu unachokiombea, inakuwa vizuri. Lakini kwa namna ya vita na mauaji yanayotendeka ndani ya hivi vita, huwezi kutamani hata kula, huwezi kutamani yani hata kuishi ndani ya hizi nchi. Yes, ndugu mtazamaji, tunaendelea sasa. Siku ya jana Rwanda wakaona hapana, tunaweza tukajikuta position nyingi zimebaki wazi bila askari, kwa hiyo tuongeze majeshi. Kwa hiyo jana kumeingia kikosi cha maskari kutoka Uganda na Rwanda. Kama ilivyo kawaida, wanafanya wao kwa pamoja. Majeshi yameripotiwa kuingia kabisa ndani ya ardhi ya Kongo. Manake ni renfort, ni vikosi vya kuja kuongeza nguvu ambavyo vimeripotiwa kuingia ndani ya mji wa Kichanga. Tunaposema Kichanga manake tupo kwenye territoire ya Ruchuru. Manake naingia Kichanga kwa maana ya kwamba iko renfort imebeba wanaume, manake askari, lakini pia renfort hiyo imebeba materials, manake vifaa vya kijeshi. Wameingilia Kichanga, na plani zao ni hizi hapa. Naomba unisikilize vizuri kwa sababu ya Mbaletu TV. Sisi watu tukipata taarifa, tukisema tuichunguze, watu tunaingia mpaka kwenye ofisi zao, tunagonga meza, Corneille Nangaa, mambo yakoje, akificha siri, mpaka tunaomba maombi, tunapiga magoti. Tunapiga magoti. Rurema Imana anatufumbulia siri zilizomo ndani ya mioyo yao. Plani zao ziko hivi. Haya majeshi ambayo wao wameingiza, wanataka, ninatangaza hivi ili FARDC, ili waza labda hizi taarifa hawajazipata vizuri, tuziweke hadharani. Na nimekuwa nikisema mara nyingi, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Mbaletu TV, kwamba tunapoongea hizi taarifa za ndani kutoka kwenye vyanzo vya ndani, tunakuwa na makusudi mbalimbali, lakini moja kati ya kusudi ni kufanya majeshi yale yaweze kujiami, yajue namna ya kujipanga, wasije kusema hatukujua. Lakini pia hata adui anapojua siri yake imefahamika, nayo pia inamyumbisha. Kwa hiyo mpango wao wa hawa maaskari walioingia, idadi yake tafadhali hatukujua, lakini kwa vyanzo vilivyoona wamesema kwamba hawawezi kuzidi 400. Ni wameingia lakini hawawezi kuzidi 400. Kwa hiyo wapo kwenye 400 hivi au kushuka chini kidogo. Kwa hiyo sio wengi kivile kama ambavyo watu wengi wanasema boku. Sio boku. Wameshawahi kuingia 800 wakatandikwa wakabaki 200. Sasa hao 400 wanaweza wakatandikwa wakabaki mmoja, anaongea kwenye simu tu. Plani yao iko hapa hivi, wanataka wawagawe hivi, ndo plani yao. Watagawa hawa watu, ina maana kwamba watagawa sehemu Kichanga, watagawa sehemu Kilolirwe. Sasa wameangalia yale maeneo ambao wanaona wao yako very strategic sana.
na kwa kuwa ni maeneo ambayo wameona yako very strategic na hawataki, yani wameshapungukiwa maaskari, wamepungukiwa hawana, wamebaki watu la. Ndugu mtazamaji, ngoja nikuibie siri. Hawa M23 hao, kama sisi vyombo vya habari tutaacha kuwasema, ndipo utaona udhaifu wao. M23 sita kuficha, inatiwa nguvu na vyombo vya habari. Namna ambavyo tunawasema sana, tunawatangaza, mpaka watu wasijue M23 wanafikiri ina nguvu kubwa, labda ni maaskari wengi, wanajeshi kubwa. Hawana jeshi kubwa kivile. Nimeshakwambia kwenye live zangu 3, wanajeshi la kuungaunga, wanaungaunga, wanatiwa nguvu na vyombo vya habari kule kuwatajataja sana. Ngoja nimalize nje kuambia wanachokifanya kingine. Nitakuibia siri nyingine. Na nimeshaiongea lakini tena nitaisema tena ili uelewe wanachokifanya, ili waonekane ni wengi. Kwa hiyo wamepanga nusu ya maaskari watapelekwa Kichanga, watasambazwa Kichanga, nusu ya maaskari watasambazwa Kilolirwe, nusu ya maaskari watasambazwa Mushaki, nusu ya maaskari watasambazwa maeneo ya Sake, Masisi Centre, Bweremana, lakini pia na maeneo ya mlima wa Ndumba. Maeneo ya mlima wa Ndumba. Narudia, sikia plani yao. Hao wanaoingia, kuna mawili. Wanaweza wakasambazwa wakapelekwa 20 pale, 20 pale, 10 pale, 30 pale, 40 pale. Wanaweza wakapelekwa hivi, ama waka wanafanya ile strategy yao kama nilivyokuambia wanaendaga. Wanaweza wakapelekwa 200. Hiyo 200 kazi yao ni kufanya tour, nikuibie siri. Wanaweza kaskari 200. Hao 200 wakaingia ndani ya jiji mfano la Kichanga. 200 wote wamevaa vizuri, watu wa Kichanga wakapata paniki. Wameingia wengi Kichanga, wako wengi. Watu wakasema Kichanga wako wengi. Lakini baada ya siku 2 tu, usiku tena wakapiga mguu, wakaenda kwenye kijiji kingine Kilolirwe. Kama wale 200 watu huko Kilolirwe nako wako wengi, wako Baada ya siku 2 wakahama, wakaenda Mushaki. Mushaki. Mkafikiri kwenye akili yenu kwamba kila eneo wako wengi. Kumbe hawako hivyo. Hivyo tumeshaambiwa kutoka kwenye ofisi zao za ndani. Wanafanya tour ili kunasa psychology ya raia na askari wa serikali kwamba wako wengi, kumbe wako wengi. Kwa maana wamekuwa wakifanya hivi. Wanaweza wakapambana hapa, wakishakamata hapa, kama mfano walikuja kufanya pambano akiwa 200 au 150, wakishakamata wengine wote wanaondoka, wanabaki tu hapo kama 10, kama 5. Wamefanya hivi mara nyingi kwa sababu sio wengi, ni wachache sana. Sasa hivi watawasambaza hao walioingia ambao takriban 400, maeneo ya Ndumba, maeneo ya Bweremana, huku Masisi Center, Sake, Mushaki, Kilolirwe, lakini pia Kichanga. Hivyo ndivyo ilivyo plani yao. Na wameingizwa kwa namna hiyo ili kuja kuimarisha jeshi lao ambalo linaonekana linaendelea kupungua siku hadi siku, siku hadi siku, siku hadi siku. Na mimi sitakudanganya ndugu mtazamaji, jeshi la Rwanda ndilo ambalo lilianza kupungua sana. Likapungua. Wakalalamikiana Paul Kagame na Yoweri Kaguta Museveni. Bwana, sisi tuna asili ya kusaidiana. Mbona wewe Kongo nimekuwa kama umeniacha mwenyewe? Twende bwana kama ilivyo kawaida. Sasa hivi Yoweri Museveni na yeye moto umemwakia. Pilipili ile iliyomwasha mjomba Paul Kagame inaanza kumwashia Yoweri Kaguta Museveni. Na yeye hivi wanaanza kupuputika wengi, kufa wengi ndani ya Kongo. Waganda, jeshi la Uganda na lenyewe linaondoka vya kutosha. Kwa hiyo ni taarifa yetu ya pili, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Yamba Letu TV. Nimeunganisha taarifa yetu ya pili pamoja na ile taarifa yetu ya 3. Tunakwenda kwenye taarifa yetu ya 4. Ndugu mtazamaji, kama ambavyo nimekuomba, ukiwa una uhakika wowote wa taarifa yoyote ya kuhusu sasa hivi tunavyoongelea Rwindi
nimesema usikose kutuandikia hapo. Rwindi unaijuaje? Hivi tunavyoongea na wewe, kwa vyanzo vyako ndugu mtazamaji, unasema Rwindi iko mikononi mwa nani? Nimesema utuandikie tafadhali, tuandikie tafadhali. Comment ni nyingi, kumbuka kujiabone, s'il vous plaît, jiabone, alafu partager lien kwa watu mbalimbali, partager lien. Kumbuka pia kuchangia